Mimi nimepata bahati ya kutembea Afrika Mashariki na Kati. Nimepata bahati hiyo. Moja ya sehemu yenye mabinti wazuri ni Tanzania. Kwa mantiki hiyo kinaweza kikaa kinamuua Dube. Na hata Mpanzu ukimwangalia mechi hizi 2-3. Kwa Mpanzu Dube warembo inawezekana ikawa changamoto. Ndio. Kwa sababu Mungu sio bwege. Kile ambacho nchi yetu imekifanya. Timu 4 Muhina Seif Kaduguda zimekwenda katika hatua ya klabu bingwa, 2 shirikisho. Kwa upande wako umelipokeaje kama nchi yetu ya Tanzania? Kwanza kwa Mtanzania yoyote kama mimi ambaye nimekuwepo kwenye michezo kwa kipindi kirefu mno, ni jambo la kumshukuru kwanza Mungu na ni jambo la kujipongeza sisi wenyewe wa Tanzania na kuwapongeza viongozi wa timu zote 4 ambao wamefanya maandalizi, na kwa mara ya kwanza katika historia ya mpira wa nchi hii timu zote 4 zinakwenda hatua ya makundi. Ni kwa mara ya kwanza. Kwa Kaduguda, kwa hichi ambacho kimefanyika kwa mara ya kwanza kama ambavyo unakiri, unaona sasa kuna harufu za walau timu mojawapo kurejea kuipa heshima Tanzania kwa kupata kikombe, aidha leo la klabu bingwa ama shirikisho, kwa hivi kwa maneno huu ambao tumeanza nao? Kwanza niseme sisi tuna shida ya management kwenye klabu zetu. Na huku tulikotoka ni kwepesi kuliko tunakokwenda. Yaani kwa michuano inayosimamiwa na kuendeshwa na shirikisho la soka la Afrika CAF. Kadri unavyoanza awali, unakuja raundi ya kwanza, then unaenda makundi, ndivyo ugumu na timu unazokutana nazo kule mbele zinakuwa ni timu ambazo ni ngumu kuliko kule ulikotoka. Kama tunakokwenda ni kugumu, kama ambavyo wanasema ni mzoefu katika michuano hii mikubwa wakati unaongoza Simba. Nini hasa ambacho wanapaswa kufanya viongozi wa vilabu mbalimbali kuhakikisha kwamba tunakokwenda ni kugumu lakini kwa kurahisi walau fainali ama kurejea na kikombe? Moja ya kitu ambacho tunatakiwa kufanya, labda mimi niombe nimshauri Rais Samia Suluhu Hassan. Nina hakika CCM, mgombea wa CCM atapata nafasi ya kuwa rais kwa kipindi kingine cha miaka 5, si ndio? Atuanzishie chuo kikuu cha michezo. Tutengeneze viongozi wetu kutoka hapa nyumbani. Yes, kwa sababu mpira wa miguu hauwezi kukamilika kwa kuwa na kocha mzuri. Yaani kocha ana science ya mpira. Kocha huyu anatakiwa sasa awaambukize sayansi ya mpira wachezaji wa timu yake. Lakini viongozi hawako kwenye sayansi ya mpira. Maana tayari kuna tatizo hapo. Sayansi ya mpira haijakamilika. Kwa sababu viongozi ni sehemu muhimu sana ya klabu yoyote duniani. Kama ukiuondoa uongozi, hata kocha hatapatikana na wachezaji bora hawatapatikana. Kwa hiyo tunamshauri mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kwa hali ilivyo ninavyoona mimi, mgombea wa CCM ana nafasi kubwa ya kuwa rais wa nchi kwa miaka mingine 5 ijayo. Kwa hiyo mimi naomba kama mzoefu kwenye tasnia ya michezo, hususan soka, atuanzishie chuo kikuu cha michezo. Sasa ili kiwe kinafanya kazi vizuri na tupate watu wenye uweledi wa michezo. Kwenye form 5 na form 6 kuwe na mchepuo wa michezo. Kumbe tuanzie kwenye grassroots huko chini. Ndio maana yake. Yaani maandalizi yafanywe. Yaani zile combination yani zile combination, kwa mfano PCB, physics, chemistry na biology, au EGM, economics, geography na mathematics. Sasa iwepo combination ambayo inaweza ikawa ina tasnia ya soka au michezo kwa ujumla, kwa sababu soka itaingia kwenye michezo. Kama vile PCB anaenda form 5 na form 6 anasoma biology, kwa sababu biology inahusiana na mwili wa binadamu. Anasoma pengine na physics, lakini na football.
au basketball. Yaani uwepo mchepuo, nakupa mfano PCB. Physics, chemistry na biology. Sasa kuwepo pengine SBP, sports, biology na physics. Wataalamu sasa mambo haya. Mambo ya huko mbele ya safari tunajenga Tanzanian University of Physical Education. Tukifanya hivyo mapema tu. Yaani tusiwe na haraka. Baada ya miaka kama 5 au 6 sisi tutakuwa katika, yani tunavichukua hivi vikombe kama anavyochukua National Ahli. Anaitwa Nadi Al Ahli. Maana ubingwa wa Afrika ameshauchoka sasa. Yaani muda wote akiutaka yeye anauchukua. Sawa, mimi nikushukuru sana mzee wangu. Asante sana. Sawa. Sasa mimi hapa nimalizane na Peter Passion. Umesikia madini? Nimekuwa napata madini bwana. Umesikia madini? Bwana mkongwe huyo. Mkongwe kabisa. Hicho alichokizungumza Kaduguda. Alichokizungumza Kaduguda ni kwa akili ya kawaida huwezi kukifikiria kama ni kitu sahihi. Unaweza kuona kama sport science tena kwenye wanafunzi kama mtu hana hobi ya mpira, kama mtu hana hobi mwenyewe alikuwa ananifikirisha kweli. Lakini kwenye uhalisia ukiangalia kwenye viongozi wetu ambao wanaongoza mipira, wengi wana fedha lakini hawana maarifa ya mpira. Si unanielewa? Yaani wengi wana hela lakini akili ya mpira hawana. Yaani pale kwenye mpira kichwa peka ni biashara. Lakini sasa vipi ukiwa na biashara afu na elimu yake? Yaani simepeka una hela zako. Alafu kile unaenda kuwekeza pale una elimu nacho. Unafikiri kuna mtu atakupiga? So pale 10% zitaisha. Peter amenielewa sana. Peter amekuelewa vizuri. Vibaya sana. Yaani wa Tanzania ni wagumu kuelewa. Lakini sikutegemea kama Peter angenielewa namna hii. Sasa huyu hii Kigoma hizi Kigoma zina vitu vingi. Kwa sababu brother, unakaona kale ka Hungary. Ulaya ina nchi 26. Ndio. Katikati ya Ulaya iko nchi inaitwa Hungary. Pale Hungary ina ndogo sana. Nchi ndogo sana, ina population ya watu 10,000. 10,000. Lakini kwenye Olimpiki mara kadhaa, Olimpiki nyingi inakuwa ya kwanza duniani kwa kuchukua gold medal. Ni wadogo, wana kitu kinaitwa Hungarian University of Physical Education. Wameinvesti huko ambayo mimi nimepata bahati ya kusoma pale. Okay. Sasa tuna mtu kama wewe, kwa nini hatukutumii? Kusoma ni jambo jingine na kutumika ni swala jingine. Lakini tuna haki kama Watanzania kukutumia kwa sababu una kitu special. Tuna allergy na watu wanaojua. Kama vile kuna mtu ana allergy na nyama. Kila nyama mwili wote unawasha. Kwa sisi Watanzania tuna allergy kuwatumia watu kama nyinyi. Yes. Na ndio maana tunakuwa na viongozi. Kuna ushahidi mwingi. Na ndio maana tunakuwa na viongozi ambao hawana kile ambacho wanakisema Peter. Viongozi wana ukwasi lakini maarifa ya mpira ni machache. Na ndio maana juzi nikasema kwenye Radio Free Africa, pesa kwangu mimi sio kila kitu kwenye maisha ya binadamu. Wewe kwako ni nini? Mungu ndio kila kitu. Mimi ni katika watu waliokuwa wenye viti wa Simba masikini kuliko waliowahi kuwa mwenyekiti wa Simba. Wewe ndo mwenyekiti masikini katika watu wenye viti waliowahi kuongoza Simba Sports Club. Sasa hiyo sio sifa na wewe. Sasa tunasema yani unaongozaje klabu kubwa? Unaongozaje klabu kubwa kama Simba kwa misimu kadhaa, alafu unasema ni kiongozi masikini? Yani masikini. Lakini tunaona walopita. Mimi kama mimi, yani mimi kama nilivyo. Klabu ni tajiri. Ndio. Yes. Kwa sababu ina wanachama. Na maarifa wanayo wanachama. Kwa hiyo wewe ukiwatembelea wanachama watakupa maarifa. Ndio maana nasema management ni kitu cha muhimu sana katika, yani maarifa ya kukaa na watu. Yani utajiri wa Watanzania uko ndani ya Watanzania wenyewe. Huna sababu ya kwenda Ulaya. Kwa mantiki hiyo umezungumzia klabu kama National Ahli. Mifano yako mingi unapenda kuitolea hivyo. Yes. Unadhani mwenye cheo kama cha kwako National Ahli anaweza akawa mtu ambaye ana pesa? Hana pesa, ana maarifa makubwa. Kwa mfano, mwenyekiti wa sasa wa National Ahli. Nawaambia Watanzania wanaonisikia wanaopenda mpira. Mwenyekiti wa sasa wa National Ahli ambaye imechukua ubingwa wa Afrika mara 12. Ikiingia kwenye ligi na tafuta mara 13. Wacha kombe la washindi. Wacha shirikisho. Ubingwa wa Afrika. Ukiondoa shirikisho na kombe la washindi lililofutwa miaka ya mwanzoni mwa 2000. Umenielewa? Wale mwenyekiti wa sasa hivi ndio aliyekuwa mfungaji bora wa Afrika
akapewa tuzo Johannesburg, South Africa mwaka 2000. Mahmoud El-Khatib. Bibo huyo anaitwa. Yani wameweka mtu wa mpira. Yani wamekwenda wameweka sasa mtu wa mpira. Umenielewa? Sasa mtu kama huyu ambaye amekuwa mfungaji bora wa Afrika na amecheza mpira katika kiwango kikubwa. Sasa huyo unapompeleka pale National Al Ahly, wao wamejenga center mwaka jana 2024, wamemalizia center yao. Ina kila kitu unachokijua kwenye michezo kasoro kifo. Ina kila kitu unachokijua kwenye michezo kasoro kifo. Ndo hawa wewe ulikuwa na hiyo center hiyo. Lakini hao na ubora wao wote walikuja hapa na Simba yako walikuwa lazima wapigwe. Sasa walikuwa wanafanya nini? Mimi si maarifa. Kaduguda. Unajua watu wanaonisikiliza hawanijui. Mimi nimeishi Toronto kwa sababu ya mpira. Ndio. Canada. Kule hakuna mjomba wangu wala shangazi. Mimi wa Kigoma. Nimeishi Toronto kwa sababu nini? Mpira wa miguu. Nimeishi Kuala Lumpur, Malaysia sababu ya mpira wa miguu. Nimeishi Athens, Ugiriki. Tena kwenye kijiji ilikozaliwa Olympic. Dadadeki. Wagiriki waliomba kwenye kamati ya Olimpiki ya dunia IOC itakapofika miaka 100 ya Olimpiki hayo mashindano yarudishwe kwetu Ugiriki kwa sababu Olimpiki ilianzia Ugiriki. Sasa 2004 yalirudishwa, Olimpiki yote ilichezwa Ugiriki kwa sababu ndiko ilikoanzisha baada ya kutimiza miaka 100 waliomba ipelekwe kule. Na mimi nilikuwepo tena nikakaa nikaishi kwenye kijiji ilipozaliwa Olimpiki, Olympio. Tukatoka Athens mjini pale tukaenda kuishi Olympio. Kule ambako ilipoanza mwanamke alikuwa haruhusiwi kutazama hiyo michezo. Miaka hiyo haruhusiwi. Unajua waliruhusiwaje wanawake? Mama mmoja, niwape story wanaoniangalia. Mama mmoja mwanae alishinda. Uzalendo ukamshinda. Akaporomoka kule akakimbia kumkumbatia mwanae. Watu wakasema kama mwanao ameshinda alafu mnasema wanawake wasishiriki. Kwa mzazi ambaye anaumwa na mwanae na mafanikio ya mwanae yanamhusu, kwa nini asimshangilie? Unabidi waruhusu. Wanawake ruhusa. Angalieni. Na mshiriki. Bwana, hivi mechi ya Yanga ulifuatilia? Nafuatilia kila kitu mimi kwenye michezo. Hichi ambacho anakipitia Prince Dube ukiwa kama mwanamichezo, kiongozi, mpaka mwenyewe akaomba sababu baada ya kukosa bao ambalo aidha lingeua kabisa mechi husika. Mchezaji akiwa anapitia kipindi kama hichi anapaswa afanye nini? Kuna sababu nyingi. Zipo sababu nyingi. Unaweza ukaishi vizuri sana Arusha. Lakini ukija Dar es Salaam maisha kidogo yakayumba. Hata afya yako ikawa haikuruhusu tu kwa hali ya hewa na mambo mengi. Kwa hiyo mpira una mambo mengi. Na nataka nikwambie ndio maana nasema management ina mata sana katika kutengeneza timu nzuri. Sio wachezaji na kocha peke yao. Nataka nikwambie jambo moja tu. Sawa. Mimi nimepata bahati ya kutembea Afrika Mashariki na Kati. Nimepata bahati hiyo. Moja ya sehemu yenye mabinti wazuri ni Tanzania. Kwa mantiki hiyo kinaweza kikaa kinamuua Dube. Na hata Mpanzu ukimwangalia mechi hizi 2-3. Kwa Mpanzu Dube warembo inawezekana ikawa changamoto. Ndio. Kwa sababu Mungu sio bwege. Katuletea wakina dada ili tupate faraja. Sasa ukizidisha too much of anything is harmful. Hilo la kwanza. Lakini la pili, sisi wa Tanzania ni wakarimu. Hiyo nimekupa sababu ya kwanza. Ya pili, wa Tanzania ni wakarimu. Mimi na wewe unatoka Mbeya, mimi natoka Kigoma. Hatujuani tangu kuzaliwa. Lakini tukileta topic tu baya Simba na Yanga, tunanunuliana kinywaji mpaka mtu anazimika. Kabisa. Ukarimu huo sasa. Sasa inawezekana wameshindwa kujikontrol na kujua majukumu yao. Hilo la tatu. Wengine wanasema kwamba labda Prince Dube apelekwe labda kwa wachungaji, labda kuna vitu labda wanaweza kawa wamempiga misumari. Hiyo ni baadaye sana. Kwa sababu hata yeye anatoka South Africa, misumari ipo unajua. Mpaka anafika kucheza kwenye national level. Hiyo misumari anaijua. Alafu misumari
kama una Mungu haifanyi kazi. Kwa huyu Mpanzu kumbe naye ni warembo tu. Mimi hapana, sio warembo. Nimesema sababu mojawapo. Lakini sababu ya kuwa labda na mwanamke zaidi ya mmoja au kipenda zaidi michezo ya wanawake inaua kipaji cha football. Of course ni mbaya zaidi, tena afadhali hata pombe. Afadhali pombe kuliko kina dada. Lazima tuwe kweli, mimi nimekaa kwenye football muda mrefu na naweza kusema kuambia Watanzania kwa kiwango changu mimi nimeondoka Simba kwa heshima. Miaka yangu yote 4 Simba bingwa wa nchi, Yanga anasubiri. 18 Simba bingwa, 19 Simba bingwa, 20 Simba bingwa, 21 nimeondoka Simba ni bingwa. Sawa, tumalizie na hili sasa. Kwa hichi ambacho umekizungumza kwa wachezaji hawa ambao wanaonekana kama viongo vyao vinaporomoka. Hapa namzungumzia Prince Dube, namzungumzia na Eli Mpanzu. Mimi nimeongeza na Mpanzu. Nimemwangalia mechi mbili, sio Mpanzu yule aliyokuja wakati ule anasubiri. Ambaye wewe mwenyewe tukiwa passion ukasema huyu kifaa. Kama unapata wachezaji 4 kama huyu, kwa nini Simba isichukue ubingwa wa Afrika? Kwa sasa hivi je, ukivomwangalia hizi mechi mbili nilizomwangalia za mwisho, sio yule. Kiwango kimepungua. Sasa inawezekana hilo nilikuwa nasema sababu nimefikia kama sababu 3. Lakini nyingine majeraha. Ndio. Maumivu. Lakini Mpanzu hana majeraha. Sasa hiyo nasema mimi natoa sababu, nafanya analysis. Nafanya general analysis. Sababu zinaweza kumfanya mchezaji kupungua kiwango.